Kwa hivyo aina ya kwanza ya taji ambazo utafikwa baada ya kuwa umefanya kazi yako hapa duniani na hiyo kazi ukafanya kwa ajili ya Kristo. Nimesema kwamba taji ya kwanza ni taji isiyoharibika, ambayo ile taji inapatikana kwa mtu ambaye amejinyima tamaa za ulimwengu ili aumalize mwendo wake. Nikawa nimekuambia kwamba Paulo anasema imani nimeilinda, lakini mwendo wangu nimeumaliza. Nielewa? Kwa hivyo kuna mwendo, pamoja na kuwa umeokoka, kuna kazi ambayo unafaa kumfanyia Kristo, na mara nyingi mwili wako utahakikisha kwamba unashindana na roho, maana assignment ya mtu inakuanga imewekwa katika spirit ya mtu. Angalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mlango wa kwanza na ule mstari wa 27, Mungu anapopeana assignment kwa Adamu na Hawa anasema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Wakati huu Mungu alikuwa anatengeneza spirit. Nielewa? Anasema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Alichokifanya Mungu kwa mfano wake ni spirit zetu, sio vile mwili wetu uko, because kuna mtu ambaye ni black, kuna mtu ambaye ni mweupe, yani watu wako tofauti. Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo spirit ndio kumewekwa assignment ya mtu, na mwili kila wakati huo unashindana na roho yako ili kuhakikisha kwamba haujafanya kile ambacho ulitiwa hapa duniani kufanya. Ndio maana mara nyingi kuna umuhimu wa kufunga na kuomba ili spirit yako ipate nguvu na spirit yako ianze kuenda katika kusudi la Bwana. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba unafanya roho yako ipate nguvu ili kuendea kusudi lako ama kuifanya kusudi lako hapa duniani. Maana ukifanya hiyo kusudi lako hapa duniani, pamoja na kuwa utaenda mbinguni, utafikwa taji ambayo ile taji inaitwa taji isiyoharibika. Nikakusomea kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza 9 mstari wa 24. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu nimekusomea maandiko mengine kwenye kitabu cha Mathayo 19 na mstari wa 24. Maandiko ambayo anasema ya kwamba Petro anauliza Yesu, sisi ambao tulijizuia, sisi ambao tulijinyima kukaa na familia zetu, sisi ambao tuliwaacha familia zetu, kaacha wake zetu kwa ajili yako Yesu, kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya kukufuata, tutapata nini? Yesu anasema ya kwamba hapa duniani mtapata mara 100, lakini mbinguni mtapata ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo chochote ambacho unachofanya katika ulimwengu wa mbinguni huwa kina faida zake. Kuna kile ambacho unakipata. Ndio maana kuna umuhimu wa kumfanyia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Taji nyingine ambayo nataka nifundishe inaitwa taji ya furaha. Taji ya furaha. Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ndio tuone taji ya furaha. Kuna wale ambao watafikwa taji ya furaha, na hii taji inatolewa kwa wanaoleta wengi kwa Kristo, wale watu ambao furaha yao wanahubiri Injili ili wahakikishe kwamba kuna watu wengi ambao wameokoka. Wakifika mbinguni watafikwa hii taji ambayo inaitwa taji ya furaha. Sasa nataka tusome kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 na mstari wa 19. Nasema hivi: maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, ni ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake. I think hiyo umeelewa kwamba baada ya kuwa umehubiria watu, na unajua sio lazima mhubiri ahubirie, yani sio lazima wale ambao wanahubiri, wale ambao ni mapasta kanisani,
lakini pia unaweza ukawa wewe ni mshirika, lakini ukahubiria mwenzako akaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa maana ukisoma maandiko yako vizuri, utaona kwamba kutakuwa na furaha mbinguni. Kwenye kile kitabu cha Luka Mtakatifu 15 mstari wa 7, utakuwa na furaha mbinguni kwa mtu mmoja kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nielewa? Na hiyo furaha ambayo inatokea ni taji. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 14 mpaka 15, maandiko yanauliza kwamba wataaminije kama hawajasikia? Kwa hivyo lazima wasikie, watu ndio waamini neno. Elewa? Kwa hivyo kuna umuhimu wa kufundisha neno, kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba kuna watu wengi ambao unawaingiza katika ufalme wa mbinguni, maana kuna taji inaitwa taji ya furaha ambao watu watafikwa wakifika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafundisha mambo haya ili watu wasije wakarelax katika kumtumikia Bwana. Lakini pia nataka tuangalie taji nyingine ambayo inaitwa taji ya uzima. Taji ya uzima hii ni kwa wanaostahimili mateso na majaribu kwa sababu ya Yesu. Hii ni taji ambao inafikwa watu ambao wanastahimili. Yaani kuna watu ambao wanastahimili majaribu na mateso kwa sababu tu ili Yesu afanye nini? Wakapate, kwa sababu ya kumsimamia Yesu. Kwenye kile kitabu cha Yakobo mlango wa 1, hapo ndio nataka tusome. Kitabu cha Yakobo mlango wa 1 na mstari wa 12. Maandiko yasema hivi: heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Kwa hivyo hiyo inapatikana kwa wale watu ambao watavumilia mateso na majaribu. Lakini pia hiyo taji utaiona pia katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 1 na Ufunuo mlango wa 2 na ule mstari wa 10. Maandiko yasema, usiongope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Unaona sasa? Hiyo ni taji ambayo itapewa wale ambao watavumilia. Sasa nataka tuangalie taji nyingine ambayo inaitwa taji ya utukufu. Kwenye kitabu cha Petro wa 1, hapo ndio hiyo taji inapatikana. Hizi ni taji ambazo nimekuambia kwamba huwa zitakusaidia kwenye position ambayo utakaa mbinguni. Unajua Yesu anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Sasa ile eneo ambayo utakaa inadetermine na taji yako itakuwaje. Nielewa? Petro wa 1:5 na mstari wa 4. Maandiko yasema, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Kwa hivyo taji ya utukufu ni gani? Hii ni taji ambayo inapewa wale watumishi wa Mungu waaminifu kwa Mungu, lakini pia wanaolisha kondoo, wale wanaofanya kazi ya Mungu. Na unajua kazi ya Mungu ni kuhubiri Injili, mambo kama hayo. Kwa hivyo wale watumishi wa Mungu ambao ni waaminifu kwa kondoo waliopewa, kwa wale watu ambao waliopewa wahubirie Injili, hii ni taji ambayo utaipokea. Lakini pia kuna taji nyingine ambayo inaitwa taji ya haki. Hii ni taji ambayo wanaofanya matendo ya haki kwa sababu ya kumpenda Kristo. Nielewa? Kwenye kitabu cha Timotheo wa 2, hapo ndio hiyo taji inapatikana. Timotheo wa 2 mlango wa 4, 2:4 na ule mstari wa 8. Nasema mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inena